Karibu sana tena ndani ya media hii Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson mwenyewe kutokea ndani ya eneo hapa katika munara hii hapa ya Walikale ama vipi? Na ukiniona katika munara unajua nimekuja kusema nini ama nimekuja kuwapasha habari gani. Na kwa mbele ya yote nakuja kuzungumza mambo ifuatazo ndani ya media Bukavu TV. Na naendelea kushukuru sana mashabiki zangu kwa mahali popote na kunipongeza kwa kweli, naendelea kuwashukuru zaidi. Je remercie tous les monde vous avez écouté la télévision Bukavu TV. This is television number 1. Na katika eneo yote naendelea kuambia mashabiki zangu muendelee kusupport Bukavu TV. Katika ukiniona hapa ujue nimekuja kuchambua katika hali ya matatizo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ama nimekuja kuwatangazia habari zinaendelea kupitikana katika eneo tofauti katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tukila kufungua kurasa zetu ama peji zetu, tutakuja kuwapasha habari zifuatazo mahali kwenye viwanja vya mapambano katika eneo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mashabiki zangu mko eneo zote, muendelee kufanya subscribe, muendelee kushare, muendelee kupartage ili kwa sasa video ikiwa nimepost tayari wafikie kwa haraka, kwa sababu ama ikiwatumie neno inaitwa notification ama notification, tayari mtakuwa mmekuwa member ama marafiki zangu kwa pamoja na mimi ndani ya media kila mara kwa mara. Leo ni leo ni Jumapili, tamani kidogo. Leo ni Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Leo ni juma la ajabu ama ni juma la matatizo katika Jamhuri ya Demokrasia eneo tofauti kwenye kunaendelea mapambano ya vita. Kabla niwaeleze kwanza leo ya Ijumaa, ngoja niwapashe ilikuwa Juma kwanza hiyo Sunday, ilikuwa mambo mengi zaidi katika eneo ya Jamhuri ya Demokrasia katika milima tofauti hapo katika eneo ya Uvira, na tutakuja kuwapasha eneo Uvira mapambano ilianza muda wa saa ngapi katika eneo ya Uvira. Mapambano ilianza muda wa saa kenda jioni, ndio mapambano ilianza katika eneo tofauti. Mahali inaitwa Mitamba na mahali kwingine inaitwa Rubarati na sehemu nyingine inaitwa Kakenge na sehemu nyingine inaitwa Point Zero. Hapa Rubarati kulipitikana vita kubwa mno. Sasa tutakuja kupepeuliwa kila sehemu. Kulikuwa mapambano jana Sunday, Dimanche kulikuwa mapambano eneo hizo katika eneo ya milima ya Minembwe. Hapo ni sehemu ukielekea hapo Minembwe, sio kusema niseme ni territory kubwa, sababu unajua Minembwe tayari hiyo ni territory ya Minembwe hiyo. So hiyo iko tofauti na territory ya Uvira. Na kwa sasa unajua Minembwe ni eneo kubwa zaidi, na kwa sasa hapo kuna sehemu tofauti kulikuwa mapambano kadhaa. Tukielekea kabisa katika eneo hiyo ya mapambano ilikuwa hapa Mitamba. Mapambano ilikuwa nyingi zaidi ama vita ilikuwa nyingi zaidi eneo ya Mitamba. Kabla nikuje kufafanua hizo vita, bado kwanza nataka kwanza msikilize niwapashe habari ifuatazo katika muda wetu wa leo. Na kila mara ukiwa na sisi utakuendelea kujua ujumbe ama vipi. Hebu tusikilize kwanza vita yenye watu masasi lilia jana muda wa saa kenda. Ilikuwa wanajeshi wa FRDC, ilikuwa ni wanajeshi wa wazalendo walivamia wanajeshi wa hasi na Twigwaneo na wanajeshi wa Ertabara katika eneo hizo, na ilikuwa ni eneo ya Mitamba na hapa Rubarati na eneo Kakenge, na hapo ndio mambo ilikuwa hapo. Sasa hapo ilikuwa katika eneo ukiingia katika milima ya hapo Minembwe. Na tukisikilize kwanza kidogo msikie vita ilikuwa hapo jana, ilikuwa moto, ili nikuje kuwapasha habari ya leo tarehe 9 mambo inaendelea ama vita inaendelea kupigania wapi. Sikiliza kwanza. Kisha waasi wa M23 ambao walitaka kusonga Jenerali Kiafoka
wanayala mlima yote, watoto wao wanayala mlima yote. Sasa hii magharibi Lewiti leo wasoda wa Jenerali kilo foka. Sasa hii ni Rubarati hapa. Hapo Rubarati hapa. Adui mpaka mwisho. Komanda brigade. Hapa Lewiti Masango. Hawa ni wasoda ya Jenerali kilo foka. Wa Jenerali kilo foka hawa. Tukaa leo wamemchapa adui. Wamemchapa adui leo. Lewiti. Huyu ni tetu wa kichwa Kawambi. Jambo baba. Kazi. Tuko sawa kazi sana. Ndio. Baadhi ya mlemavu ni kuraje kabisa, hakuna shida. Kuraje. Wote naona wanatulia. Tukaa. Soda wa kilo foka. Asante. Tetu wa ajue kichwa Kawambi. Tutaenda hadi Muravya. Kuraje. Kuraje kabisa. Penda pande yote. Twende mkazi hadi Muravya. Twende kama kwenyewe pia atafikia na dogo katika. Kuraje kabisa. Hawa ni wasoda wa Jenerali kilo foka Masango Lewiti leo. Asante. Leo Lewiti wanawasili, wanamchapa adui bien. Hao ni wazalendo. Hapo mnasikia vizuri, sikiliza vizuri. Hawa ilikuwa ni wazalendo walikuwa wakipambana katika eneo ya Rubarati na katika eneo ya Masamba, na kwa kweli vita hii ilikuwa ni vita ilianza muda wa saa 9 jioni tarehe 8 mwezi wa pili mwaka wa 2026, na kwa sababu ilikuwa ni vita hiyo mno, saa 9 ni tayari hiyo saa 9 usiku. Niambie, hebu tusikilize vizuri. Saa 9 tayari ni usiku, kwa sababu watu wale wanaoishi upande huo wanakuwa wamelala tayari, lakini mwanajeshi ama wakaaji tayari wakitulia wanalala. Unajua wanajeshi tayari wanafanya nini? Wanalinda ulinzi sehemu popote adui ama vyama vyote tofauti vinaweza kuelekea ama vinaweza kupenya. Na hapo mapambano ndio hiyo mnasikia kama tayari general wa wazalendo anazungumza kusema tayari hao inabidi wasonge mbele mpaka anaitisha wanajeshi wa FARDC, vous avez travaillé ensemble, vous avez wapeane nguvu na umoja. Na kwa kweli adui alikuwa nani? Alipigwa hapa eneo ya Rubarati na hapo Mitamba na sehemu Kakenge na hapo sehemu zingine za Masamba. Watu wengi wanajiuliza kusema nini adui anaweza kuwa nani, kwa sababu katika eneo hiyo tunajua tayari ni adui ama tuseme wapambanaji wale wanaopigana ni umoja kutokea ni chama cha wahasi wa M23 pamoja na wanajeshi wa Twirwaneho na pamoja na wanajeshi Tabara na FARDC na wazalendo na wanajeshi wa Burundi na pamoja na wanajeshi ya Tanzania. Hao ndio wanakaa katika upande. Tukiangalia katika upande wa Mitamba na Rubarati ni wanajeshi tayari wanakaa huko, ni wanajeshi wa Burundi na Tanzania na wanajeshi hawa na wazalendo na FARDC. Na kwa sasa tayari kama vita hili ilianza muda wa usiku na paka asubuhi ikafika mpaka ilichukua muda kabisa, na paka kwa leo saa hizi ilifika muda wa saa 1 mpaka saa 2 ya usiku wa asubuhi. Yani ilikuwa saa 9 ikafika muda wa jioni saa 2 ya asubuhi ya jioni, watu wanapigana. Watu najua mahali kuna mapambano inabidi watu wamoja wafariki, kwa sababu mpaka kwa sasa hatujakuwa na ripoti yoyote kujua watu wangapi wamekufa kwa upande wa hasi na ni watu wangapi wamekufa kwa upande wa wazalendo na FARDC. Na katika mara kwa mara unajua nilikuwa katika lengo hili kuendelea kuwapasha habari.
ni kuonyesha kama mapambano inaendelea muno katika eneo hizo. Ni kwa sababu gani? Waasi wa M23 pamoja na wanajeshi Twirwaneho pamoja na wanajeshi Tabara au wameshikana kitu kimoja tayari. Wanasema hao wanapigania, kwa kweli wanapigania haki ya binadamu na wanapigania haki ya binadamu. Wanasema tayari wazalendo wanaendelea kuwanyanyasa pamoja na FARDC kuwaua upande yoyote, na ndio maana hao wanajipigania kwa sababu hawana watetezi ama vipi. Hatua ndani ya kijeshi ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna ukabila ama vipi, au ni maripoti kutokea eneo ya meseji tumeona kutokea eneo ya wanajeshi Twirwaneho na wanajeshi wa Tabara na wanajeshi wa M23. Wanasema hao wanapigania haki ya binadamu pamoja na wakahaji wote wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sio peke yao kabila ya Watusi ama kabila ya Wanyamulenge. Watusi ni wale wanatokea North Kivu. Hao wanasema hivyo ni kwa sababu vita yao imepigana, ni kwa sababu ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna ubaguzi ama tribalism, na ndio maana wanasema hao hawako tayari kukubali kupigana na wanapigana na mwanajeshi, hawapigani na mkaaji yoyote. Ni kwa sababu gani? Wanawaelekeza kusema kama hao wahasi wa M23 na wanajeshi Twirwaneho na wanajeshi Tabara wanapiganisha wakaaji wakiwanyanyasa. Habari yao inasema, meseji yao na ujumbe na inasema hivi: wanajeshi hao waliopigana katika eneo ya Uvira, eneo ya Mitamba na eneo ya Rubarati na eneo ya Makenge ni wanajeshi wa FARDC pamoja na wanajeshi wa wazalendo, na katika eneo hiyo ni wakaaji wengi wanalia kwa sababu ya wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kufanya nini? Kuwanyanyasa na kuvamia kabila ya Wanyamulenge. Hiyo ni mesaji kutokea katika viongozi vya chama vya waasi wa M23 pamoja na wanajeshi wa hawa wanaitwa Tabara na wanajeshi wa Twirwaneho. Na katika eneo sasa, hiyo ni ujumbe kutokea upande la wahasi hiyo, na tukiangalia hatua sasa wanajeshi hawa waasi, hii nikirudisha nyuma kidogo, ni wapeleke sasa katika eneo ya North Kivu, sasa hapo Goma tarehe 8 mwezi wa pili mwaka wa 2029. Mambo inaendelea kuchamuka katika eneo ya Goma, Ruchuru, hapo eneo ya Ruchuru na eneo zingine kadhalika. Ni hatua tumeona tayari wanajeshi wanaendelea kuingia kwa wingi zaidi wa wahasi wa M23 wakielekea katika eneo tofauti kwa kupeana force. Na tukiangalia katika eneo ya Goma kwa sasa, chama cha waasi wa M23 wa leo tarehe 9 wanaendelea kufanya ujenzi ama kutengeneza mabarabara route principal pamoja na eneo tofauti, wanaendelea kufanya miradi zao, na hii ni habari kutokea ndani ya media Bukavu TV, na mpaka tumesikia malalamiko ama wakahaji wa North Kivu ama upande wa Goma wanasema hao tayari wameshukuru kuona wanaanza kupata maji, kwa sababu waasi wa M23 wanawaambia tayari ama wao wanaanza kusinzia usingizi mno na kufanya biashara tofauti, barabara zinatembelewa. Wanasema wanyanyasi saizi upande wa Ruchuru watu wanaendelea kuingia kwa kufanya biashara tofauti, lakini muda dakika kidogo tu, muda wa saa 7 hivi kamili, muda wa saa 3 na dakika 46 tumesikia mlio kutokea eneo inaitwa Kasambira, ni eneo ya Ruchuru. Hapo ilikuwa ni muda wa saa 3 na dakika 49. Mpaka kwa sasa hatujajua ripoti kutokea eneo huko, tutakuja kuwapasha habari zingine muda wa jioni, ama sio? Mashabiki zangu nawapenda sana, I love you so much. Hii ni habari kutokea ndani ya Bukavu TV. Unajua mimi ukiwa na mimi nenda kuwapasha habari zifuatazo. Lakini na upande ya kivita, ilikuwa leo tarehe 9 mwezi wa pili mwaka wa 2023, ni hatua ya hapa .0. Wanajeshi wa FARDC pamoja na wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kuingia katika .0 na kuendelea kusumbua wanajeshi wa waasi mahali wapo pamoja na wanajeshi Twirwaneho. Na kwa sasa wakahaji wa hapa upande wa hapo
wako upande ya Nyantende wanaendelea kuona wanajeshi waasi wanaendelea kupanda milima wakielekea katika eneo ya Kabare na hapa Walungu. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media ya Bukavu TV. Mwendelea kunifuatilia kila mara, niendelea kuwapatia habari lipya, ninaendelea kukuja mara kwa mara, ama sio? Na niendelea kuwashukuru sana mashabiki yangu kwa pamoja na mimi kila mara. Usikatike na ujue kama nimekuletea habari, taarifa nzuri zaidi. Ni kwa sababu ndakuja kuwapasha hatua hii vita inaendelea katika upande wa Mitamba na hapa Rubarita inaendelea vipi? Ndakuja kuwapasha habari muda wa jioni wa saa 12 kamili. Muendelee kujiabone kwa sasa, mkuendelea kutufuatilia katika media, naendelea kuwapasha habari zifuatazo, ama sio? Na naendelea kuwashukuru sana mashabiki zangu kuwa pamoja na mimi ndani ya media. Usichelewe, ukiniona katika mnala hii hapa Walikale, ujue mimi naenda kuwapasha habari. Walikale leo tumeshukuru Mwenyezi Mungu kuona Walikale hapo eneo zangu, najua ni mahali na sirike pote leo kumeamuka salama, hakuna mulio ya bombe ama drone popote. Lakini tukiangalia katika eneo za eneo za Mitamba na katika eneo Rubarati ni eneo sasa vita inaendelea kuwa mzuko. Hatua madrone zinaendelea kupasua eneo hizo na kuingia katika, unajua drone haichague mahali kuna raia, drone haichague mahali kuna population, ama drone haiangalie mahali kuna wanajeshi. Drone ikiamua kupiga inapiga eneo yote, iwe mwanajeshi iko hapo, iwe raia, drone inaharibu kila kitu, ama sio? Nashukuru sana, je, vous avez écouté la télévision Bukavu TV. Soyez bienvenus tout le monde.